Unatazama ELCT Karagwe Diocese Channel. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Save us from the time of trial and deliver us from evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. The reading will come from Mark chapter 9, verses 14 through 29. Tutasoma kwa Kiswahili na mgeni pia atasoma kwa Kiingereza. Sasa kwenye kutafsiri, mgeni wetu ameandaa kwa Kiingereza, lakini na sisi ametuandalia mwongozo. Kuna manual tafuata hii tafsiri ili kuweka vizuri alichomaanisha kusema, tofauti na sisi kutafsiri tofauti na alichotaka kusema kabisa. So we start with the English and then later in Swahili. Jesus heals a boy with a mean spirit. When they joined the rest of the disciples, they saw a large crowd around them, and so some teachers of the law arguing with them. When the people saw Jesus, they were greatly surprised and ran to him and greeted him. Jesus asked his disciples, "What are you arguing with them about?" The man in the crowd answered, "Teacher, I brought my son to you because he has an evil spirit in him and cannot talk. Whenever the spirit attacks him, it throws him into the ground, and he foams at the mouth, grits his teeth, and becomes sick all over. I asked the disciples to drive the spirit out, but they could not." Jesus said to them, "How unbelieving you people are! How long must I stay with you, and how long do I have to put up with you? Bring the boy to me." They brought him to Jesus. As soon as the spirit saw Jesus, it threw the boy into a fit, so that he fell onto the ground and rolled around, foaming at the mouth. "How long has it been like this?" Jesus asked the father. "Ever since he was a child," he replied. "Many times the ill spirit has tried to kill him by throwing him in the fire and into water. Have pity on us and help us if you possibly can." "Yes," said Jesus, "if you yourself can. Everything is possible for the person who has faith." The father at once cried out, "I do have faith, but not enough. Help me have more." Jesus noticed that the crowd was closing in on them, so he gave a command to the evil spirit. "Deaf and dumb spirit," he said, "I order you to come out of the boy and never go into him again." The spirit screamed and threw the boy into a bad fit and came out. The boy looked like a corpse, and everyone said, "He's dead." But Jesus took the boy by the hand
and helped him rise, and he stood up. After Jesus had gone indoors, his disciples asked him privately, "Why couldn't we drive the spirit out?" "Only prayer can drive this man out," answered Jesus. "Nothing else can." Sasa tusikie kusudi kutoka 9:19 neno linasema, hata walipowafikia wanafunzi waliona mkutano mkubwa ukiwazunguka na waandishi wakijadiliana nao. Mara mkutano wote walipomwona wakashangaa, wakamwendea mbio wakamsalimu. Akawauliza, mnajadiliana nini nao? Mtu mmoja katika mkutano akamjibu, "Mwalimu, nimemleta mwanangu kwako, ana pepo hukumu, na kila ampagapo humbwaga chini, naye hutoka povu na kusaga meno na kukonda. Nikasema wanafunzi wako wamtoe pepo, wasiweze." Akawajibu akasema, "Enyi kizazi kisichoamini, nikae naye hata lini? Nichukuliane naye hata lini? Mleteni kwangu." Wakamleta kwake. Hata alipomwona, mara yule pepo alimtia kifafa, naye akaanguka chini, akagaagaa, akitokwa na povu. Wakamuuliza babaye, "Amepatwa na haya tangu lini?" Akasema, "Tangu utoto, na mara nyingi amemtupa katika moto na katika maji amangamizi. Lakini ukiweza neno lolote, utuhurumie na kutusaidia." Yesu akamwambia, "Ukiweza, yote yawezekana kwake aaminiye." Mara babaye yule kijana akapata sauti akasema, "Naamini, nisaidie kutokuamini kwangu." Na Yesu akiona ya kuwa mkutano umekusanyika mbio, akamkemea yule pepo mchafu, akamwambia, "Ewe pepo mgumu na kiziwi, mimi nakuamuru mtoke huyu, wala usimwingie tena." Akalia, akamtia kifafa sana, akamtoka, naye akawa kama anakufa, hata wengi wakasema anakufa. Lakini Yesu akamshika mkono, akamuinua, naye akasimama. Hata alipoingia nyumbani, wanafunzi wake wakamuuliza kwa faraha, "Mbona sisi hatukuweza kumtoa?" Akawaambia, namna hii haiwezi kutoka kwa neno lolote isipokuwa kwa kuomba. Neno la Mungu. I met a man the other day in Denmark whose life had become a complete mess. Siku moja katika nchi ya Denmark nilikutana na mtu mmoja ambaye maisha yake yalikuwa yameharibika mabaya sana. Words came out of him about how bad things had happened to him. Maneno yalitoka kwake yaliyozungumza mambo gani yalimpata. And him up there, I don't think he ever exists, he concluded. Na yeye alisema adhani kama yupo mtu wa kuweza kuhitimisha maisha yake, na adhani kama pia angeweza kupata majibu mazuri. And answered the man, "No, I don't think so either." Na Bwana mwenyewe alijibu kwamba aoni kama angeweza kupata majibu mazuri. I do not believe in a God up there in the sky. I believe that God is God here between us.
Siamini katika Mungu aliyeko juu angani kule, naamini kwamba Mungu yuko pamoja na sisi hapa katikati yetu. I believe that God is present among men and women where he finds tools for his love. Naamini kwamba Mungu yupo miongoni mwa wanaume, akina mama, na hapa anapokuwepo pamoja na sisi anapata vyombo vizuri na tunapata upendo wake Mungu. Tunapata upendo wa Mungu. We want as human beings to comfort and help when we meet people in crisis, sickness or grief. Sisi kama wanadamu tunataka kufariji na kusaidiana tunapokutana, na sana sana tunapokutana na wale watu walioko katika shida, magonjwa na huzuni. In the text, in today's Bible text, we hear about the disciples trying to help a boy who has posed with an evil spirit. Katika maandiko ya Biblia leo tunasikia kuhusu wanafunzi wakijaribu kumsaidia mvulana aliyepagawa na roho mchafu. We do not know exactly what the disciples did, but the Father said, I asked your disciples to drive it out, but they could not. Hatujui hasa wanafunzi walifanya nini, lakini baba yake alisema, niliwaomba wanafunzi wako wamtoe, lakini hawakuweza. Later, when Jesus and the disciples were alone, they asked him, why couldn't we drive it out? Baadaye Yesu na wanafunzi walipokuwa peke yao, walimuuliza, kwa nini hatukuweza kumtoa? And Jesus answered, this kind can come out only by prayer. Yesu akajibu, aina hii haitoki isipokuwa kwa maombi. What is prayer? What does it mean to be in prayer? Maombi ni nini? Inamaanisha nini katika maombi? Maybe first of all, it's a dialogue between people, men and God. Labda kwanza kabisa ni mazungumzo kati ya watu na Mungu. But how can this prayer become a true dialogue? How can we hear what God says to us? Maombi yanawezaje kuwa mazungumzo ya kweli? Tunawezaje kusikia Mungu anasema nini? It happens through the work of the Holy Spirit. To let that happen, we must be quiet and make ourselves available with attention and presence. Utokea kwa kazi ya Roho Mtakatifu. Ili hilo litokee, tunapaswa kuwa kimya na kujitoa kwa umakini na uwepo wa ndani. Martin Luther, our church father, once wrote to a friend that when we pray, we should warm our hearts. Then the Holy Spirit will preach to us. Martin Luther aliwahi kuandikia rafiki kwamba tunapoomba tunapaswa kuzipasha moto mioyo yetu, na ndipo Roho Mtakatifu atatuhubiria. Another time, Martin Luther said, we should pray the way a dog looks at a bone. Wakati mwingine Martin Luther alisema tunapaswa kuomba kama mbwa anavyotazamia mfupa. Prayers do not have to be a lot of word. It can also be a deep wish or simply a quiet presence.
Maombi si lazima yawe ya maneno mengi, yanaweza pia kuwa shauku ya ndani au uwepo wa kimya tu. A well-known Danish rock singer, Michael Falch, has told about his life. Mwimbaji maarufu wa rock wa Denmark, Michael Falch, amesimulia kuhusu maisha yake. There has been many times filled with success, but also periods of darkness, hopelessness, and thoughts of suicide. Kumekuwa na nyakati nyingi nzuri zilizojaa mafanikio, lakini pia vipindi vya giza, kukata tamaa na mawazo ya kujiua. In a moment when he deeply longed for courage to live, he went to visit a friend who had become a monk. Katika wakati mmoja alipokuwa anatamani sana kupata ujasiri wa kuishi, alikwenda kumtembelea rafiki yake aliyekuwa mtaua. Surely a monk could help him. Hakika mtaua angeweza kumsaidia. He asked his friend, "What can I do to start believing in God so that I can pray for his help? I cannot really pray to God if I do not believe in him." Alimuuliza rafiki yake, nifanye nini ili nianze kumwamini Mungu, ili niweze kuomba msaada wake? Siwezi kweli kumwomba Mungu kama sijamwamini. The monk smiled kindly and said, "You are wrong. When you pray to God, it is in order to believe in him." Yule mtawa alitabasamu kwa upole na kusema, unakosea. Tunapomwomba Mungu ili tupate kumwamini. It's like the question of what came first, the hen or the egg? And we can ask what comes first, prayer, faith, or doubt. Kama swali la nini kilitangulia kati ya kuku au yai, tunaweza pia kujiuliza nini utangulia, maombi, imani au mashaka? We know that faith exists. We also know that it can fail. Some people have lived their whole life in Christian faith, yet they are thrown into doubt when they are hidden by grief or illness. Watu wengi wanaishi maisha yao yote katika imani ya Kikristo, lakini wanatupwa katika mashaka wanapopatwa na huzuni au ugonjwa. The struggle between faith and doubt is found in the cry of the Father in today's text. Mapambano kati ya imani na mashaka yanaonekana katika kilio cha Baba katika maandiko ya leo. He brings his sick son to Jesus to be healed. I believe, but I do not believe enough. Anamleta mwanawe mgonjwa kwa Yesu ili aponywe, na ninaamini, nisaidie kwa kutokuamini kwangu. The Father is not struggling with theoretical questions about whether God exists. His despair is much deeper. Baba huyu ashindani na swali la kinadharia kuhusu kama Mungu yupo au hapana. Kukata tamaa kwake ni kwa kina zaidi. I think the real Christian is about
God's nature. Swali la kweli ni kuhusu asili ya Mungu. Did God create the world and then left it? Je, Mungu aliumba ulimwengu kisha akauacha? Or do we dare to believe that he still cares about the world and about us, that he can be reached through our prayers? Au tunathubutu kuamini kwamba bado anaujali ulimwengu na sisi pia, kwamba tunaweza kumfikia kupitia maombi yetu? This is internal questions, and the answer shapes how we see human beings. Haya ni maswali ya milele na jibu lake linaathiri jinsi tunavyomwona mwanadamu. If everything is random, then the value of each person becomes weak. Ikiwa kila kitu ni bahati nasibu tu, basi thamani ya kila mtu huwa dhaifu. But if we believe that God has created us, then the value of each human being is grounded in God, not in ourselves. Lakini tukiamini kwamba Mungu alituumba, basi thamani ya kila maisha ya mwanadamu imejengwa juu ya Mungu, si juu ya mtu mwenyewe. Then it makes sense to speak about responsibility for one another and love for one another. Ndipo inakuwa na maana kuzungumza kuhusu wajibu wa kila mmoja na upendo kwa kila mmoja. Then faith in God is not longer about wherever he exists up there. Ndipo imani katika Mungu si tena kuhusu kama yupo huko juu. The faith and doubt and prayer becomes a matter of reaching out our hands, both to behold and to hold. Ndipo imani na mashaka na maombi vinakuwa swala la kunyoosha mikono yetu, kushika na kushikiliwa na Mungu mwenyewe. Prayer is a dialogue with God. It can be like a breath in the noise of everyday life, in church, in life, and in silence. Amen. Maombi ni mazungumzo na Mungu, yanaweza kuwa kama pumzi katikati ya kelele za maisha ya kila siku kanisani na hata katika ukimya. Hili ndilo neno la Bwana. Let's pray. Dear God and Father, we thank you for life with its gifts and with its tasks. We ask you to give us what we need every day. Hope for the future, a communion to belong to, strength to endure hardship, and the will to take care of one another. Help us take care of the earth and all your creation. We pray for the church in the world and for the church here in Kayanga and the church in Oz. We pray for all who have power to be leader, that they may do this with wisdom and compassion. Be with the poor, the lonely, those who are afraid, those who are suffering from illness, war, or terror. Be with those who miss someone they love. We pray for our loved ones. Thank you for those we love and those who love us and belong in our life, both the living and the dead. Dear God and Father, hear our prayer when we are silent together. Tuombe.
Mungu mpendwa na Baba, tunakushukuru kwa maisha pamoja na zawadi kwa majukumu yetu. Tunakuomba utupe tunachokihitaji kila siku, tumaini kwa ajili ya wakati ujao, jumuiya ya kuwa sehemu yake, nguvu ya kustahimili magumu na nia ya kuwajali watu wengine. Tusaidie kuitunza dunia na viumbe vyako vyote. Tunaomba kwa ajili ya kanisa ulimwengu na kwa ajili ya kanisa hapa Kayanga na Hos. Tunaomba kwa ajili ya wote walio mamlaka ya kuongoza, ili waongoze kwa hekima na huruma. Uwe pamoja na maskini, wapweke na waoga, wanaoteseka kwa ugonjwa, vita na ugaidi. Uwe pamoja na wale wanaokosa wapendwa wao. Tunaomba kwa ajili ya wapendwa wetu. Asante kwa wale tunaowapenda na wale wanaotupenda na kuwa sehemu ya maisha yetu, walio hai na waliokufa. Mungu mpendwa na Baba, sikia maombi yetu tunapokuwa kimya kwa pamoja. Amin. Unatazama ELCT Karagwe Diocese Channel. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment.